بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma baad, tukiendelea katika darasa hizi za sira fupi fupi, tumefika sasa katika maulidi ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na yani maulidi yani mazazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na yeye bwana mtume kama ilivyo kauli ya wengi katika wanazuoni, kauli mashuhuri ni kuwa alizaliwa tarehe 12 Rabiul Awwal, mwezi 12. Tarehe 12 ya Rabiul Awwal ndo alizaliwa yeye bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuna akwali zingine, wengine wasema tarehe 8, wengine wasema tarehe 7, tamam, lakini hii tarehe 12 ndio kauli ya mashuhuri. Ndio kauli ya mashuhuri, na alizaliwa Makkah al-Mukarrama sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alizaliwa kabla tarikhi ya hijra kwa miaka 53, na alizaliwa amal fil kama inavyojulikana, alizaliwa amal fil. Na mwaka huu uliitwa amal fil kwa sababu maana kitambo ilikuwa Waarabu hawajui namna ya kuweka tarehe, yani hawahesabu. Tamam, kama tunavyojua walikuwa ni watu hawaandiki wala hawasomi ila wachache. Sasa ikawa hawaweki tarikhi kwa idadi, bali wanaweka tarikhi kwa matukio. Tukio fulani likitokea ndio ule mwaka, labda yani tukio kubwa zaidi ndio wasema huu mwaka utaitwa mwaka fulani. Sasa mwaka huu wa kuzaa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, taban tukio lake ndio tukio kubwa zaidi, lakini alipozaliwa ilikuwa wale hawajui kuwa huyo atakuja kuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo wao walihesabu kuwa tukio kubwa zaidi ni lile la fil. Na kisa ni kirefu, lakini tutaashiria tu kwa kifupi kuwa kisa cha alfil cha ndovu ni kuwa mmoja katika viongozi akiitwa Abraha, viongozi wa kule Yaman. Alikuwa viongozi, aliamrisha jeshi lije livunde al-Kaaba. Kisa ni kirefu, lakini tu kama manake sira yenyewe ni kwa ufupi, manake tukieleza kwa urefu itatukua muda sana. Almuhim ni huyo Abraha alikuwa na nia kuvunda al-Kaaba, manake alitaka watu waende kwake kule Yemen. Aliweka kama kanisa hivi kule, akataka watu waende hija kule, hakutaka waje huku al-Kaaba. Basi akatoka na jeshi kuja kulivunda. Na hii yote taban ni mmoja katika Waarabu alienda akachafua ile nini ya ile kanisa, akakidhi haja zake, bali akachafua kwa hasira. Vipi wewe wataka watu waache kwenda al-Kaaba? Mmoja katika Waarabu wenye ghera akatoka huyu na jeshi lake, akifika pale kwa kisa mashuhuri, kawa yule ndovu hataki kwenda, akigeuza upande mwingine yule ndovu anaenda, akigeuza upande wa al-Kaaba anakataa kuamka, hendi. Mpaka mwisho wakikaribia al-Kaaba akaja kukutana na Abdul Muttalib. Yule mwenye Abraha alipomwona Saidina Abdul Muttalib akapatikana na haiba kweli, mpaka alikuwa ameketi kwenye nini yake, kwenye itwaje sehemu yake, kursi yake, yani pale anapoketi kiongozi ama king, ikabidi ashuke bwana kwa ile haiba ya nani, ya Saidina Abdul Muttalib. Akashuka akaketi naye chini. Abdul Muttalib akamwambia, bwana mimi ninakuja, nyinyi mmechukua wanyama wangu, ngamia wangu. Yule Abraha akamwambia, mimi bwana nilipokuona ninakuheshimu sana, ninapata haiba kubwa sana, ninakuheshimu sana, lakini kwa baada ya kusikia maneno yako khalas yani nakudharau, manake wewe mimi ninakuja kuvunda ili jumba lenu, wewe walilia ngamia. Abraha akamwambia maneno yake mashuhuri, ana rabbul ibli, mimi bwana ni mola, yani ndo mchunga wa nini, ndo mlezi wa hawangamia. Walil baiti rabbun yahmih, na ile nyumba ina mola wake, atailinda ile nyumba. Sasa Abraha akamrudishia ngamia wake, akaondoka akaenda kwa kisa mashuhuri, wakashukishwa tayran ababil, vijidege ambavyo vilikuwa vina udongo, wakafurushwa wote, wakaondolewa wote. Ikawa sasa ni kisa adhimu jiddan, yani ikawa ni kisa kikubwa sana, manake ilienea zile sehemu za nchi za Kiarabu kwa hali ile habari ilipofika kule. Angalia, huyu Abraha alikuwa amekuja kuvunda, lakini Mungu akaleta, manake walikuwa wajua kuna Mungu, sio
kama itakavyokuja kuelezwa. Walikuwa wajua kuwa kuna Mungu, lakini tu wameongeza na ushirikina ndani. Sasa ikaenda habari, yani ikawa sasa Maka kuna sha'an, yani kuna jambo watu wanaadhimisha ile Maka, wanaadhimisha al-Kaaba. Tamam, hii yote maulama watuambia hii ni irhas, yaitwa irhasat, yaitwa irhasa. Irhasa nini? Ni kitu ambacho kinakuja kabla ya mtume kupewa utume, kinakuja kabla ya mtume kupewa utume, kuashiria utume wake. Kabla mtume yoyote, kabla ya yeye kupewa utume, ni kitu ambacho ni kharq al-ada, ni kitu ambacho kinaenda against ada ya watu. Yani kwa lugha kizungu tunasema extraordinary. Ni kitu extraordinary, ni kitu ambacho ni miujiza. Sisi kwa lugha zetu kwa Kiswahili tunasema zote ni miujiza. Sasa kawaida kuna mambo matatu ambayo yaweza kutokea kwa Waislamu, ama manne tuseme. Mambo ambayo ni extraordinary ama out of the ordinary ni mambo aina 4. Kitu cha kwanza chaitwa irhasa, kitu cha pili chaitwa muujiza, kitu cha tatu chaitwa irhasa, muujiza, kuna kitu chaitwa i'ana, na kitu cha 4 ni karama. Haya mambo manne ni mambo ni kharq al-adat. Kuna mengine yanayotokea kwa mafasikh na makafiri, inshallah tutaashiria. Sasa haya mambo ni mambo ambayo ni khawarij al-adat, ni mambo ambayo yanakhalifu ile ada tulozoea. Kwa mfano usikie mtu sasa hivi alikuwa hapa, mara amepaa amekwenda sehemu nyingine kwa muda mfupi, kama mambo kama hizi zinaitwa khawarij al-adat. Sasa irhasati ni aina ya khariq al-ada, ni katika ni naui, ni qismu, ni kigawanyo cha nini, cha hizi vitu ambazo zina khalifu ada. Irhasa inakuja specifically nini, ni kharq al-ada, ni kitu ambacho kinakuja out of the ordinary, lakini ni specific kwa mtume kabla ya utumi wake. Kabla ya kupewa utume, kitu kitakachotokea kabla ya kupewa utume, ima wakati wa kuzaliwa au muda mchache baada ya kuzaliwa au almuhim kabla ya utume, hii inaitwa nini? Irhasa. Inaitwa nini? Irhasa. Tamam. Lakini zote hizi ni khawariq al-adat, zote hizi ni vitu ambavyo vinakhalifu ile ada tuloizoea. Lakini sasa ikiwa imekuja kwa ajili ya mtume na kabla ya utume wake, inaitwa irhasa. Ikiwa itakuja baada ya utume, tamam, ikiwa itakuja baada ya nini? Baada ya utume, basi ile ni muujiza. Hii kharq al-ada. Kwa mfano bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, maji yatoke kwenye mikono yake, aweze kulisha watu wengi kwa chakula kidogo. Kwa mfano la ilaha illallah muhammadur rasulullah, akija ghazala akimzungumzisha, mti utoke mpaka uje usujudu mbele yake bwana mtume sallallahu. Hizi zote zaitwa muujizat, maana zimekuja baada ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kupewa utume. Hii ni muujiza. Kisha kuna nyingine inayoitwa karama. Hii haiji kwa mtume, ni kama ile ni kama muujiza, yani ni kitu kimekhalifu ada. Kwa lugha yetu kwa Kiswahili tuna neno moja tu ambalo ni muujiza. Tamam. Hii ambayo yaja kwa mtu ambaye si mtume inaitwa karama. Mtu ambaye si mtume lakini ni mtu mwema. Mtu mwema, utasikia itwaje mmoja katika maswahaba yule Safina, itwaje maula rasulillah, huyu Safina hakuliwa na yule simba, kisa mashuhuri akimzungumzisha simba. Hii inaitwa karama. Na katika Qur'ani pia iko. Watu katika zama zetu tuwapinga, manake hatujaona nani hiyo, tumetolewa ile imani, lakini mambo yako hata katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu akimzungumzia Sayyidatina Maryam, alikuwa akipata matunda, akipata riziki na mlango mfungwa, hakuna mtu yuaja, mpaka Zakaria kamuulizaje, anna laki hadha, wewe umyatoa wapi haya? Akasema huwa min indillah, hii yatoka kwa Mwenyezi Mungu. Na Sayyidatina Maryam si mtume. Sasa hii ni katika karama, iko paka katika Qur'ani, na mifano katika hadithi za bwana mtume ni nyingi sana. Kuna yule wakati wa maswahaba, akiitwa kama sijakosea Abu Ala al-Hadrami. Huyu alichomwa, alikuwa ni Myaman. Huyu alichomwa, aliingizwa mpaka ndani ya moto, akatoka hakuchomeka. Mpaka alipofika Madina, Saidna Umar alipomwona akasema, ninafurahi sana kuwa mimi nimewahi kuona mtu katika ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alopata muujiza ama karama ambayo alipata nani? Saidna Ibrahim, kuwa aliitiwa motoni na hakuchomeka.
Hizi ni katika nini? Karama. Na kuna kitu chaitwa i'ana. Karama ni khas kwa mawali, lakini i'ana sasa ni kitu tu chaweza kutokea, ni usaidizi kwa muumini. Hata kama yule muumini labda si wali, si mustaqim sana, lakini ni muumini, alhamdulillah ni muumini, basi aweze kutokewa na kitu kikaja kikamwafiki, ukaona mambo labda kimekuwa na hakutarajia. Tamam, ile inaitwa nini? I'ana. Sasa hizi zote aina 4 tulizozitaja ni vitu ambavyo ni vizuri, lakini kuna mukabili yake, opposite yake. Kuna sihri, kuna istidraji. Sihri ni uchawi. Kuna istidraji ambayo istidraji ni kama karama, lakini yatokea kwa watu ambao ni mafasiki, makafiri. Na kuna ihana. Kuna ihana, istidraji na sihri. Sihri khalas ni uchawi. Istidraji ni kama karama, hiza tokea na imuwafiki kafiri fulani mpaka ajione kuwa yeye katika watu wema, kitu kama hicho. Ile inaitwaje? Istidraji. Mwenyezi Mungu anasema sana, stidrijuhum min haythu la ya'lamun. Tamam. Kisha kuna nyingine inaitwa ihana. Ihana ni kinachomtokea huyu fasik au kafiri, lakini dhidi ya matakwa yake. Ni kitu ambacho kinaenda opposite na kile alichotaka yeye. Mfano ni kama huyu Musailama al-Kadhabi, siku moja alikwenda pale kwenye kisima, akaambiwa bwana Muhammad, yani mtume Muhammad, akitema mate kwenye kisima, kile kisima maji yake yageuka yawa mazuri, yalikuwa maji ya chumvi yageuka yawa mazuri. Basi wewe hebu tema haya maji, tutataka yawe maji mazuri, yawe maji matamu. Akitema basi yale maji yakitoka yamekuwa machungu zaidi, hayapendezi zaidi, yamekuwa ya chumvi zaidi. Hii yaitwa ihana. Kwa hiyo hii kikiswa cha ashabul fil hiki ni katika irhasati za bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ilikuwa kama mukaddima kuwa atakuja katika miji ile au sehemu zile sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Na katika mwaka huu ndo alifariki bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika yani yeye bwana mtume akiwa katika tumbo la mamake. Naam, alikufa bwana mtume babake Saidina Abdullah alifariki ikiwa bado bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuko katika tumbo la mamake. Na alipozaliwa babu yake ndo aliyomfanyia aqiqa. Abdul Muttalib ndio aliyemfanyia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aqiqa. Alifanyia aqiqa na yeye ndo akampa jina. Na katika riwaya zingine ni kuwa mamake ndo alimpa jina, na wote wawili kwa ilhamu ya Mwenyezi Mungu walimpa jina la Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na alikiulizwa yeye Abdul Muttalib, mbona umemuita jina hili? Jina halijazoeleka na nini na nini na nini. Na akasema Abdul Muttalib, natarajia huyo atakuwa mahmudun fi samai wa fil ardi, liyahmadahu ahlu samawati wal ardi, yani watu wa mbinguni watamhimidi na watu ardhini watamhimidi. Alhamdulillah. Yani ndio tukasema maulama wakatuambia kuwa walimuita hivyo ilhaman min Allah jalla jalalu. Naam, kwa kifupi sana haya ndo maulid ama mazazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kuna mingi yalitokea, kuna mingi sana yalitokea, tutasikia kwenye vitabu vya sira, kwenye maulidi. Inshallah katika darasa yanayokuja tutaingia katika murdhiatihi, walomnyonyesha bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلى وأعلم.